Nasikia malaika wanaimba, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kako kekapatia haya ikaria na kapa wimbo shaliali kekitaya. Namuuliza Roho Mtakatifu ni nini? Ananiambia ninaofungua visima vya watoto wangu waliotembea na Mungu kina Sedekia. Anasema wewe uketie. Bwana nainua kina Sedekia. Wimbo wako utakuwa manukato kwa mfalme wa utukufu. Wimbo wako utakuwa wa mateso. Wimbo wako utakuwa wenye manukato. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana ni sifa za haya kakuya. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu. Aya kapaka. Umeweka wimbo kinywani mwangu. Ninaona watu wengi wana mimba za kuzaa vitu katika ulimwengu wa roho. Wanasema nilikuwa nasubiri tu majira na nyakati niweze kuzaa hiyo huduma ambayo imekaa muda mrefu ndani yangu. Wengine mna maombi ndani yenu, wengine mna matenki ya kinabii, na Bwana alikuwa anazungumza na wewe muda mrefu. Ananiambia saa imefika, saa ni sasa, ambao wanaopaswa kuzaa wazae mpaka kula nyuma za kitu cha kimungu, mpaka kula nyuma za kitu cha kimungu. Keria makaya shakataraba paka nje za Yesu leo anataka ashinde vita yako mapema sana. Asubiri nyimbo 200, hapana. Anaweza kutumia wimbo wowote akushindie vita. Wengine vita ni kwa sababu ya utumishi mnaobeba. Shetani anajua impact yenu itavuta mji. Shetani amekuzuia malangoni kwa sababu anajua impact yako itauleta mji kwa Bwana. Usikubali. Haya kokaya yekekikoya miande kutesko makatuske viande arienine sufakia haya imando kefiteke yanda kakatuye baya. Mimi sijui upande wako, lakini Bwana akituambia tuende sehemu, akatupa assignment tuende Mbeya, kwetu hiyo assignment sio rahisi kwa sababu ya neema ambazo zipo katikati yenu. Imagine Mungu anatupa mzigo wa watu wote hawa. Yamkini tunakaa muda mrefu kwenye maombi kwa ajili yako tu, ili utoke kwenye level moja mpaka level nyingine. Ndio maana ukija hapo usije kishabiki, njoo kwa sababu ya neema ambayo imekuvuta. Come on. Keep going.